8. Unaona kuna namna ambavyo alikuwa anacheza, lakini kuna ombo linabaki, nafasi hazifiki kwa usahihi kwa Elimpanzu. Hiyo ndio ilikuwa sifiko zaidi kwa Jonathan Soa, kwa sababu tayari kwenye eneo ambalo limetoka Jean Charles kama namba 10 amevutika tena chini kuweza kuongeza idadi kubwa ya wachezaji, na hiyo ni kwa sababu ya uwezo ambao alikuwa anaonyesha Elimu Kono, ambaye alikuwa na uwezo mzuri sana kucheza kama kwenye box mawili. Kuna muda anakuonyesha kama namba 8, kama muda anakuonyesha kama namba 10. Walikuwa analeta ugumu zaidi kwenye eneo la kiungo la Simba Sports, kwa sababu Mzamiru Yasini sio pasa mzuri. Kwa hiyo ilikuwa inabidi pia Jean Charles kushuka chini kwenda kujifanya yeye ni pasa kwenye timu ile ya Simba, ili iweze kupata walau na mnyumbuliko kutokea katikati ya uwanja kwenda eneo la juu, na walifanikiwa kucheza hivyo. Wakaja wakatengeneza bao ambalo lilikuja kufungwa na Rushen Delok mapema kwenye set pieces, ambao ilikuwa ni mpira wa kona, wakapata bao. Free header na Ruka Rushen Delok ni makosa pia ya nafasi ya ulinzi wa post ya Fountain Gate. Ni makosa zaidi kwa sababu mtu anaruka bila kuwa na gas anafunga bao ambalo linawatengenezea Simba Sports confidence kwamba hii mechi ni ya kwetu mapema. Kwa kile ambacho walikuwa nakitafsiri vichwani mwao ikaanza kuonekana kupitia kwa Rushen Delok, na timu ikaanza kucheza kuanzia hapo. Simba jana tumeshuhudia eneo la beki likifunga, kiungo pia kifunga, lakini pia eneo la ushambuliaji pia likifunga. Hiyo inaeleza taswira gani katika michezo inayofuata? Ni maana ni kwamba idara ya Simba Sports kila eneo iko active. Maana yake kama beki anaweza kascore, kama kiungo anaweza kascore na striker kascore, maana yake kila maeneo yenu ambao mnacheza uwanjani au kila maeneo katika timu yenu mko vizuri. Na hii scenario nilikuwa anakumbushwa hapa na Babu Upara, Azim Ramsey kwa nilikumbusha hapo kwamba hii scenario mechi ya jana haitofautiani zaidi na mechi ambayo Simba alianza nayo kwa msimu uliopita dhidi ya Tabora United. Unajua mechi goli la kwanza la Simba kwa msimu uliopita lilifungwa na Shemalon, na goli la msimu huu limefungwa na Rushen Delok ambaye amekuja kuchukua nafasi ya Shemalon kwenye nafasi ile. Lakini pia walifunga kina Jean Charles Ahoua, walifunga pia na Masteka pia walifunga, kwa sababu pia alikuja akafunga Valentino Mashaka kama unakumbuka, na leo pia amefunga Jonathan Soa kwenye msimu huu. Unaona ni scenario ambazo zinafanana, lakini pia hata kipindi kile Tabora walikuwa bado wanayumba kwenye usajili wao, na Fountain Gate pia nao unaona wana changamoto za ban. Kwa hiyo unaona kuna scenario ambazo zinafanana kuelekea kwenye mchezo ambao umechezwa siku ya jana, lakini ule ambao uliopita. Kwa hiyo maana hii ni kwamba pamoja na yote Simba Sports inakupa picha kwamba kwenye msimu unaokuja wa mashindano hakufungi Jonathan Soa peke yake, wala hakufungi Jean Charles Ahoua peke yake. Kumbe hata beki wakati anaweza kufunga, hata fullback wa kulia anaweza kufunga au fullback wa kushoto kufunga, kwa sababu tumeona pia hiyo baada ya msimu ule kufanya hivyo. Tuliona msimu uliopita amefunga Ateba, amefunga Mukwala, si ndio? Amefunga Ahoua, amefunga Mpanzo, amefunga Kibu. Umenielewa sijui? Maana hii timu yote ambayo ipo kwenye timu hii anakufunga, ndio tafsiri ya kufunga kila maeneo ndani ya mchezo. Kwa hiyo unawapa pongezi kwamba timu imesetiwa kwamba kila eneo ambapo wapo wanaweza kukuadhibu na ukaweza kupoteza mchezo. Tuangalie movie ya goli lilipotokea, goli ambalo limeassistiwa na Kagoma siku ya jana, namna ambavyo moves zilikuwa. Lile ilikuwa ni bao la pili la Simba Sports, ambapo ni baada ya yale makosa ambayo tulikuwa tunayazungumza ya Fountain Gate kuto kufanya marking mpaka dakika ya mwisho, kuto kumaliza matukio. Ilikuja kwa cost kwa sababu nafikiri ni Lamela yule fullback wa kushoto wa Fountain Gate, wakati wa kwenda kuugadi mpira alisubiria mpaka mpira ufike, na mpaka akafika Kagoma akamtikisa. Baada ya kumtikisa Kagoma akapata ule uhuru wa kuweza kupata gap ya kumiliki mpira, akajaribu kusmash, kaingia nao mpaka ndani ya boxi, akapiga v-pass na mkuta Jean Charles Ahoua anafunga bao ambalo kila mmoja hakuamini kama Jean Charles Ahoua anafunga au anatoa pass. Lakini Jean Charles amekuwa ni mchezaji ambaye pamoja na uwezo wake amekuwa pia na bahati akiwa kwenye box la mpinzani. Tazama goli ambalo alifunga, ni mpira ambao moja yote ambao kwenye eneo la kulinda la Fountain Gate waliamini ile labda ule mpira unapigwa cross kwa mtu mwingine, lakini yeye amechagua posti tu akafunga, na likawa ni bao la pili ambalo likamfanya kutengeneza namba nzuri kwa upande wake, kwamba mechi ya kwanza anafunga bao, lakini pia ametoka kuassist bao kwa Rushen Delok. Ni mchezaji ambaye anakuambia wewe fanya dribbling, fanya piga chenga, piga watu matundu, fanya nini, piga kanzu, lakini yeye anakuofa namba ndani ya boxi. Ndicho ambacho amekifanya kwa msimu uliopita, akifunga magoli 16 lakini akiassist zaidi ya assist 8. Lakini msimu huu pia kaanza amefunga na ameassist. Maana yake huyu ni mtu ambaye hii ni tabia yake ya muda wote. Alikotoka kule amekuja Simba Sports alikuwa MVP kwa sababu ya namba ambazo aliziweka kwenye ligi yao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi
ni mtu ambaye anakupa pia hicho kitu ambacho amekionyesha kwenye mchezo wa kwanza. Kwa movement ya bao unazungumzia pia makosa, poor marking ya Fountain Gate, lakini pia unamsifia Kagoma kwa kile ambacho amekifanya, kutokuchoka. Ni namba 6 wa timu, lakini aliamua ku-drive team kuja nao mpaka juu, tena eneo la kushoto aliamua kutikisa na akaingia nao mpaka kwenye box, akatoa vipass ambayo imemsetia pia kuwa na kiwango bora zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mzuri na moment ambayo ilitengeneza bao zuri kwa Jean Charles, lakini pia moment nzuri zaidi kwa Simba Sports kutengeneza bao la pili katika mchezo ambao waliamini waenda kuushinda. Jean Charles nafikiri anachokiendelea kukifanya ndani ya klabu ya Simba na namba ambazo anaziweka, alikuwa anastahili pia kuwa hata man of the match siku ya jana, na ndicho ambacho kilitokea, wakampatia hiyo tuzo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kukuofa vitu vingi sana uwanjani. Uhakika zaidi ni namba ambazo amezifanya. Kama angekuwa ni mwalimu, huyu angekuwa ni mwalimu wa hesabu, mwalimu wa math, kwa sababu ya kile ambacho amekuwa anakifanya kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Sawa, lakini pia niliona pia baada ya mchezo kuisha walishangilia sana. Ina maana wao hawakutarajia pengine kufungwa bao 3 pekee. Na bila shaka hata mashabiki wengi wa Simba Sports walikuwa naamini hicho, kwamba kumfunga Fountain Gate hii ambayo inasuasua, kwanza kila mmoja anaamini wataingia wachezaji 10. Kitu ambacho mimi binafsi yangu nilikuwa nikifikiria, naona ni kwa asilimia chache sana, kwa sababu wanachezaji kutoka under 20, wachezaji wengine ambao hao walikuwa na majeraha, ambao pia kama ukiangalia treatment yao, madaktari ukiangalia afya zao, kama wanaweza kupiga hiyo game wanaweza kupiga pia. Ndicho kitu ambacho nilikuwa nakiamini, lakini pa sasa kuamini kwamba ongeza kumaliza dakika 90 kwenye ubora ilikuwa ni kitu kigumu pia kukiamini, kwa sababu ya kama kuna mchezaji yuko majeraha afu anapata game ya kucheza, utegemea kwamba hawezi kupa performance nzuri. Lakini ilikuwa ni surprise kwa Fountain Gate. Baadhi ya nyota ambao walipata nafasi ya kucheza mechi ya jana na wengine wakiwa hawapo kabisa, benchi watu wawili, performance yao ilikuwa ni kubwa sana ya Stadi Joe. Jaribu kutazama mchezaji mmoja mmoja, kuanzia kwenye center back wakina Shiga walivyokuwa wanapambana zaidi kulandana kwenye eneo la kiungo. Mwangalie Mukono Eli kwenye eneo la uchezaji, mwangalie Lamela fullback wa kushoto, mwangalie Sadiki kwenye kiungo, namna ambavyo wanapambana. Ni timu ambayo ni kama waliamua kujitoa. Ndio maana afisa habari wao walikuwa wanasema kwamba wanaingia kama mazombi yaenda kumngangania Simba Sports. Lakini unapomngangania mtu ambaye iko timamu, unapaswa pia na wewe una gadi kubwa. Ndicho ambacho kiliwakuta Fountain Gate. Of course waliamua kupambana na kungangania Simba Sports, lakini walikuwa hawana gadi kubwa ambayo ingeweza kuwanusuru mpaka dakika 90. Makosa yalikuwa ni mengi ambao pia alikuwa na wagharimu, hata pia uchovu wa wachezaji unauona. Lakini hakuna plan B ya mwalimu sasa. Baada ya kuona kwamba kuna weakness ya Simba Sports ambayo tunaiona ipo, lakini kwenye benchi na mnyanyua nani akaweza kufanya hizo changes na kuweza kupata kitu. Unapaswa pia kumpongeza Dennis Kitambi ambaye ni mwalimu wa Fountain Gate, namna ambavyo aliamua kuweza kuitengeneza timu. Na nilimsikia baada ya mechi kumalizika anasema kwamba yeye ameshinda kwa 100% kwa kile ambacho amekicheza dhidi ya Simba Sports. Kwa na benchi watu wawili alafu anacheza dhidi ya Simba Sports na ruhusa goli 3, sio jambo ambalo unapaswa kulicriticize. Yes, unapaswa kumpa pongezi, lakini pia Simba Sports hata wao wanapaswa kuangalia eneo lao la ushambuliaji. Jonathan Soa mpaka anafunga bao moja ameshakosa magoli 2. Kwa wanapaswa pia kubadilika haraka zaidi, kuweka mentality yake kwamba mchezaji tegemezi wa Simba Sports kuweza kuconvert ile nafasi na kuwa magoli. Kama angekuwa makini Jonathan Soa, mechi ya jana hata hat-trick angekuwa anatoka nayo. Kipindi cha kwanza ni kama vile alikuwa anajaribiwa kutengeneza nafasi nyingi, lakini ni kama vile alikuwa anazikosa Jonathan Soa. Ndicho ambacho nazungumza hapa kwamba makosa aliyokuwa anayafanya yeye mwenyewe kwa kuzoea kwamba wakuamini anaweza kumaliza mechi muda wote, na kadri dakika zizidi kwenda mbele anaona kwamba hii ngumu inaweza kuwa ngumu, mambo kwa ni tofauti kwa upande wake, lakini mwisho wa siku wakaweza kupata mabao 3 na yeye akiweza kuscore. Lakini pamoja na yote kuna baadhi ya maingizo mapya ambao pia ameingia kwa Simba Sports ameperform. Tumeshuhudia pia watu wengi nimeona wanalalamika Nabi uchezeshwe kama fullback ya kushoto. Hawataki, wanataka yapo pale ya Anthony Mligo, anataka kumshuhudia. Unasema Nabi Kamara akicheza katikati anacheza vizuri kuliko ni kule fullback. Hilo lina ukweli wowote kulingana na jicho lako la kiuchambuzi? Yeah, of course kukiangalia kwa wachezaji wote wawili kila mmoja ana sifa zake. Nabi ni mzuri sana kwenye kuchezea mpira. Yaani ana enjoy zaidi akiwa na mpira mguuni. Wakati Mligo ni mtu ambaye ana enjoy zaidi kuwa na zile in and out, anapanda na kushuka, anapanda na kushuka. Wanaita mbavu kudunda, mbavu kunesa. Anapenda sana hizo mambo. Huyo Anthony Mligo, lakini pia ni mzuri kwenye kukaba. Lakini Nabi
ni mtu ambaye anaenjoy kuwa na mpira mguuni mwake. Ndio maana sio mchezaji ambaye unamuona kwa labda kwenye kasi sana anaiomba mpira kwenye njia. Ni mara chache sana kufanya hivyo. Na mimi nimeelewa Matola kwa sababu kumuingiza Nabi kama fullback wa kushoto ni kuitaka timu iposesi sana. Sio, unanielewa? Yaani kuitaka timu iposesi sana kwa sababu Nabi anaenjoy kucheza kuwa na mpira mguuni. Yaani kwa mpira mguuni unakuwa comfortable sana. Ndicho ambacho Selemani Matola alikuwa anahitaji zaidi kwenye miguu ya Nabi. Na of course ukiangalia utulivu ulikuwa ni mkubwa sana eneo la kushoto. Kulikuwa kuna changamoto kubwa sana upande ule kwa sababu ya Fountain Gate waliamua kuwa chini sana eneo lao, lakini Nabi alikuwa anaendelea kuifanya timu possess kupitia kwenye miguu yake na Shamu. Kumbuka Shamu akiwa na mpira mguuni ukomfortable wake ni kwa 50% pekee. Kwa sababu ni mtu ambaye anaonyesha kwamba anaenjoy zaidi kukaba kuliko kupossess mpira mguuni mwake. Ndio maana unaona mipira yote ambayo inaanza kwa Pin Kamara ni mara chache sana kwanza kwa Shamu. Kama ufuatilia mpira, yani ukimwangalia Rashid Delok mipira mingi hata alipokuwa Shemalon mipira mingi anaianza kwa mtu ambaye anaamini huyu yupo comfortable mguuni mwake kwenye kuchezea mpira. Ndicho ambacho kinaonekana kwa asilimia mkubwa hata kwenye mechi ya jana ya ligi kuu, hata mechi ya Willet unamuona pia, na hata mechi inayofuata ya Haya Gabron Kumlaz, mechi ya Gabron iliyopita kule Botswana, sio ya Willet. Unamwona mwalimu ana enjoy zaidi Nabi Pimpina ana enjoy zaidi kuanza na Rushen Delok kuliko Shamu Kalabwa. Kwa hiyo kule upande wa kushoto ambapo yupo Shamwa na Nabi, mtu pekee ambaye anaonekana kwamba anaenjoy kuchezea mpira kuliko mwingine ni Nabi ambaye ni fullback wa kushoto kuliko Shamu Kalabwa ambaye anaenjoy zaidi kujitolea energy yake kwenye timu. Ndicho ambacho nilikuwa nakiona siku ya jana. Lakini kwa nini Mligo hajacheza? Ndio mwalimu alikuwa anahitaji kupossess mpira. Mligo ni sio mzuri kwamba yeye hawezi kupossess, lakini kuna kuzidiana, ile average ya kupossess mpira ni tofauti zaidi. Ndio maana umeona Mzamiru Yasini Selemba ni mzuri, lakini alivyoingia Kante alifanya timu kuwa nyepesi zaidi. Hata Jean Charles akawa pia hana jukumu tena la kushuka chini, kwa sababu ulikuwa unamuona una muda mwingi anakuja kupokea mpira chini, anaipandisha timu, anakuwa kama playmaker wa timu kuliko kwa Mzamiru Yasini. Alivyoingia Kante, mwangalie Jean Charles akawa na majukumu yake tu ya kufanya eneo la juu na akaifanya timu kuwa comfortable.